Yes, ni matumaini yangu popote ambapo nafuatilia kituo hiki bora kabisa cha matangazo cha NYTV. Ni na imani kabisa wewe ni mzima wa afya. Mimi ni Messi Malio, na asubuhi ya leo nina ripoti kunako katika mkoa wa Singida, nikiwa katika kanisa la TAG Kiomboi Christian Center linalochungwa na mtumishi wa Mungu Askofu Yona Suleiman. Leo atakuwa na ibada nzuri ya kipekee sana, lakini pia ni ibada ambayo ni ya neema pia ya kuweza kutembelewa na kiongozi mkubwa kabisa wa kiserikali. Leo hii wanategemea kuwa na uongozi wa kitaifa, ambapo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba atawasili hapa kuweza kuabudu pamoja nao, na tayari watu wa usalama wamekwisha kufika hapa kwa ajili ya kuweka mazingira salama kwa ajili ya mkuu wao kuweza kufika hapa. Na lakini pia tuna uongozi wa kidini pia, kwa maana ya askofu wa jimbo hili la Singida Kaskazini. Kama ambavyo unaweza ukatambua, uongozi unaokuja hapa kutoka ngazi ya taifa ni mkubwa, hivyo pia lazima pia apokelewe pia kiprotokol, apokelewe pia na uongozi pia wa jimbo la Singida Kaskazini. Kwa hiyo askofu wa jimbo hili la Singida Kaskazini Mchungaji Danford Obadia atakuwepo hapa, tayari wamekwisha kuwasili pamoja na mwangalizi wake na kamati nzima, mwangalizi wa section hii ya Kiomboi Mchungaji Isaya Kitima, nao pia wamekwisha kuwasili hapa wakiungana na mchungaji kiongozi Askofu Yona Suleiman katika kuhakikisha wanampokea na wanapokea ugeni huu mkubwa kutoka taifa wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ametamani kuweza kushiriki pamoja nao katika ibada hii ya tarehe 14 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2026. Na mimi niko hapa kukuletea kile kitakachokuwa kikiendelea hapa, lakini pia napo pia kutokana na uongozi, kutokana na ugeni huu mkubwa wa kitaifa, lakini pia uongozi wa kiserikali pia katika mkoa huu wa Singida tayari wamekwisha kuwasili hapa, akiwepo mkuu wa mkoa wa Singida ambaye ni Mheshimiwa Halima Dendegu tayari amekwisha kuwasili hapa, lakini pia mkuu wa wilaya ya Kiomboi Mheshimiwa Suleiman Mwenda atategemewa pia kuwepo naye hapa, lakini pia wanategemea pia kuwa na mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Grace Mkoma, hao na wengine pia ambao wataambatana nao katika kuhakikisha wanampokea Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Basi ninakukaribisha sana kuweza kufuatilia ibada hii nzuri na ya baraka, hata kwa kanisa pia kuweza kutembelewa na ugeni huu kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ngazi ya kitaifa. Hii ni kuonyesha kwamba taasisi hizi mbili zinashirikiana pia kuweza kutambua pia mchango mkubwa wa taasisi za kidini pia ambao unafanya katika kuhakikisha usalama kwa taifa. Lipo jeshi la kujenga taifa, jeshi la wananchi ambalo linalinda kwa sehemu yao, lakini pia tunaamini Mungu anafanya kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo vyombo hivi vya kidini navyo ni sehemu kubwa ya kuweza kusababisha amani katika taifa la Tanzania. Mungu akubariki unapokwenda kufuatilia ibada hii nzuri sana, na tayari ibada imekwisha kuanza na watu wamekwisha kufika kwa wingi, na muda sio mrefu tunategemea kumpokea waziri wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hallelujah.
Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba akiwa anawasili hapa katika kanisa hili la Kiomboi Christian Center. Viongozi wa usalama tayari wamekwisha kutangulia hapa kwa ajili ya kuhakikisha wanampokea vizuri kabisa. Huu ni ugeni mkubwa kabisa kutoka serikalini. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye leo ameamua kutembelea kanisa hili la TAG Kiomboi Christian Center linalochungwa na mtumishi wa Mungu Askofu Yona Suleiman, na hii ni neema ya kipekee sana kuwasili hapa Mheshimiwa Mwigulu Nchemba ambaye leo ameweza kufika hapa kutembelea kanisa hili la KCC Kiomboi Christian Center linalotungwa na Askofu Yona Suleiman, na tayari viongozi wamekwisha kujipanga hapa. Mchungaji kiongozi wa kanisa hili Askofu Yona Suleiman na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Nchemba akisalimiana hapa na mchungaji kiongozi. Kamati ya jimbo ipo hapa, askofu wa jimbo hili la Singida Kaskazini, mwangalizi wa section ya Kiomboi wanasalimiana hapa kuingia ndani kwa ajili ya kwenda kuanza ibada. Hakika ni heshima ya kipekee kwa kanisa la TAG kuweza kupata pia heshima ya kutembelewa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa yeah.
Hakuna Mungu aliye kama wewe. Mwadhimishe Yesu. Mshukuru Bwana. Mwambie Yesu, ninakushukuru kwa asubuhi ya leo. Umenipa neema. Nimefika imani mwako. Shukuru Bwana. Shukuru Yesu. Mwambie Yesu, ninasema asante kwa neema. Ninasema asante kwa uhai. Ninasema asante kwa pumzi. Uinuliwe, uinuliwe, uinuliwe. Tunakupa ibada, tunakutukuza, tunakuinua wewe. Rika ramakosheke-terebosaya, ramakosheke-teyamanderebosa, rika yamakeseketerebosaya, rindo ramakosheke-terebosaya. Tunakutukuza Yesu, tunakuinua Bwana, tunakuinua Yesu, tunakupa ibada. Ni kweli hakuna, hakuna wewe. Tunasema hakuna, ni kweli hakuna, hayupo kama wewe. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo tunakuadhimisha Bwana asubuhi ya leo. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe, jina lako libarikiwe, Mungu wetu. Baba, ni katika jina la Yesu, kila mmoja aliyeingia mahali hapa asubuhi ya leo, uweza wako na uwe juu yake, ukatufundishe Bwana, ukatuelekeze kuyafanya yale mapenzi yako sawasawa na neno lako kutoka mtumishi wako asubuhi ya leo, uliyempaka mafuta kwa ajili yetu. Na wote ambao umetupa kuingia mahali hapa, ukaguse mioyo yao asubuhi ya leo. Neema yako Bwana ikaonekane. Tunajikabidhi mikononi mwako, useme nasi, na tuko kinyume na kila hila za yule adui zinazotafuta kupenya mahali walikoona kuabuduo. Kwa jina la Yesu Kristo, kila roho na fikra potofu zikaangamie kwa jina la Yesu, bali ukuu wako Bwana ukapate kuonekana. Tunaahidi kukupa wewe sifa na utukufu na heshima. Ndiye Mungu pekee tunayekuabudu na kukuadhimisha asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Haleluya. Mungu ametupa siku nzuri, siku ya neema, siku ya baraka kwa ajili ya utukufu wake. Tunashukuru sana waimbaji wetu, tuwapigie makofi wanapoenda kuchukua nafasi zao. Asanteni sana, asanteni sana. Watu wote tunaweza kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muda pia Kiomboi Christian Center. Salamu kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge. 14 mwezi mwaka 2026. Yesu Kristo asifiwe. Ndugu Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, la TAG Kiomboi Christian Center linaongozwa na mchungaji Yona Suleiman Esia. Kanisa lilianzishwa mnamo Julai 1985 na mchungaji Yona Suleiman akiwa na mke wake Margaret ambaye ametangulia mbinguni. Wakati huo kanisa lilianza kwenye darasa la shule ya msingi Lulumba likiwa na washirika 30 tu, na mwaka 1992 lilihamia hapa lilipo, na sasa kanisa lina jumla ya washirika wapatao 735. Muundo wa kanisa. Ndugu Mheshimiwa Waziri Mkuu, kanisa la TAG Kiomboi Christian Center linafuata muundo wa Katiba ya Tanzania Assemblies of God
kwa ngazi zifuatazo: kanisa la mahali pamoja ambalo linaongozwa na mchungaji kiongozi, sehemu linaongozwa na mwangalizi, jimbo linaongozwa na askofu wa jimbo, na taifa linaongozwa na askofu mkuu. Na viongozi wa jimbo la Singida Kaskazini, baadhi yao wapo hapa leo. Kanisa linafuata misingi 16 iliyopo kwenye mwongozo wa TAG. Kwa hapa KCC, muundo una mchungaji kiongozi, wachungaji wenza, baraza la wazee wa kanisa, wazee wa mitaa na mashemasi. Wapo viongozi wa idara ambazo ni wanawake, wanaume, vijana, uinjilisti na umisheni, watoto, wanafunzi na maandiko, miradi na maendeleo, kasfeta, pamoja na sifa na kuabudu. Hii yote inatusaidia kuwafikia washirika wote na kuwahudumia. Ndugu mheshimiwa waziri, hapa KCC zipo huduma 5 ambazo ni utume, unabii, uinjilisti, uchungaji na ualimu, sawa na Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 na 12. Na hili ndilo kanisa mama lililozalisha makanisa yote ya TAG hapa Iramba, wakati huo ikiwemo wilaya ya Mkalama. Kanisa lina kituo cha maendeleo ya mtoto na kijana chenye jumla ya watoto na vijana 225 toka katika mazingira magumu wanaolelewa na kanisa letu katika ushirika wenza na shirika la Compassion International Tanzania. Kituo kina watendakazi 3 na walimu 7 na wasimamia programu hiyo siku za Jumamosi. Kupitia kituo cha maendeleo ya mtoto na kijana, kanisa limeandaa namna bora ya kuwapatia washiriki ujuzi, stadi za maisha na kuendeleza vipaji ambazo ni cherehani, kompyuta, michezo hususani mpira na upishi, kwa lengo la kuandaa kuishi katika dunia yenye changamoto ya ajira, ili waweze kutumia ujuzi wao kukabiliana na maisha baada ya masomo kwa kujiajiri wao wenyewe na kuepuka utegemezi na kujiingiza katika makundi yasiyofaa. Mipango ya baadaye, kanisa linakusudia kuwa na miradi mingi zaidi kama vile ufundi wa kuchomelea welding, useremala kwa maana ya carpentry, ufundi wa magari mechanics na saluni. Utekelezaji wa mpango kazi. Ndugu mheshimiwa waziri mkuu, kanisa huandaa mpango kazi kwa kila mwaka na kuutekeleza. Upo mpango kazi wa muda mrefu na mpango kazi wa muda mfupi. Kutokana na kuongezeka kwa waumini kila mwaka, kanisa limeamua kujenga jengo jipya la kuabudia lenye ghorofa 1 linalokadiriwa kuchukua takribani waumini 2000 na linagharimu kiasi cha pesa za Kitanzania shilingi bilioni 1 na milioni 300. Kwa sasa ujenzi wa msingi umekamilika na umetumia pesa za Kitanzania shilingi milioni 117,445,500 tu, na hatua inayofuata ni kusimamisha nguzo. Vyanzo vya mapato. Ndugu mheshimiwa waziri mkuu, kanisa limeweka utaratibu wa uchangiaji kwa kila mshirika kwa mgawanyo wa makundi 3 kulingana na uwezo wao. Pia washirika hujitoa kwa hiari fedha na vitu halisi, mfano wa mchanga, kokoto, tofali, saruji na mashine za kurahisisha ujenzi. Washirika hujitoa nguvu zao wanapotakiwa kufanya hivyo na wamekuwa wakiitikia kwa moyo mkuu. Ndugu mheshimiwa waziri mkuu, kama itakupendeza, kama utaridhia na kama utaona vema, tunakusihi kwa unyenyekevu mkubwa uridhie kuja kutuongozea harambee yetu inayotazamiwa kufanyika mwezi Agosti 2026, japokuwa leo waweza kusema neno. Mafanikio ya jumla ya kanisa ni: 1, mchungaji Yona Sulemani kuhudumu katika maadili ya kiroho na kulishika neno la Mungu, kuisimamia kweli na haki kwa gharama zote kwa maongozi ya Roho Mtakatifu. Hii imesaidia kulea washirika na huduma zao. Kanisa linazidi kuongezeka siku kwa siku kiidadi na kijiografia. Tayari tumefungua tawi huko Mkalama kwa jamii ya Wahazabe. Mwaka huu kanisa limewapelekea mbegu na kuwashauri kuanza kulima kwa vile wanyama kama chakula chao wameanza kuadimika. Namba 3, kutoa huduma za kijamii kwa maana vitu mbalimbali kwenye taasisi kama vile magereza, shule ya msingi Kizega kwa watoto wenye usonji na hospitalini. Hii husaidia kujenga uhusiano mzuri kati ya jamii na kanisa. Namba 4, kuwahimiza washirika kufanya kazi kwa bidii kwa kutambua kuwa huwezi kuishi kwa kuomba Mungu tu bila kufanya kazi, sawa na Mithali 19:15 inayosema uvivu humtia mtu katika usingizi mzito na nafsi yake mvivu itaona njaa, pamoja na Mhubiri 10:18 inayosema kwa sababu ya uvivu paa hunepa
na kwa utepetevu wa mikono nyumba huvuja. Namba 5, kanisa linatambua umuhimu wa uwazi na ushirikishwaji wa wadau mbalimbali katika kutoa maoni yao. Mara zote tumeyaheshimu na kuyafanyia kazi katika kutekeleza mpango kazi wa kanisa la mahali pamoja. Hii inasaidia kuepuka migongano isiyo na sababu. Namba 6, kila mwaka kanisa linafanya ushirika kwa waumini kula chakula kwa pamoja, hususani siku za mwaka mpya kwa gharama za kanisa. Na namba 7, kwamba kanisa lina mpango wa kuyafikia maeneo mbalimbali kupeleka Injili. Mungu akitupa neema, tuna lengo la kuwa na kosta, jukwaa na vyombo vya muziki ili kutimiza agizo kuu la kuenenda ulimwenguni kote. Shukran. Ndugu Mheshimiwa Waziri Mkuu, kanisa linatoa shukrani nyingi sana kwako kwa moyo wako wa kupenda kufika hapa kuabudu nasi. Tumetambua upendo wako kwetu. Umemheshimu Mungu na kuliheshimisha kanisa chini ya uongozi wa Mchungaji Yona Suleiman. Si mara ya kwanza wewe kufika kanisani kwetu. Umewahi kufika hapa na ukatuchangia tofali za block 3,000 zilizotumika kujengea uzio na pesa za Kitanzania milioni 2 taslimu. Lakini umewahi kuwatia moyo vijana wa hapa kanisani kwa kuwapatia jezi za michezo na mipira. Yote hayo yanajenga uhusiano mzuri baina ya kanisa na serikali. Hitimisho. Ndugu Mheshimiwa Waziri Mkuu, kanisa limeandaa zawadi ndogo kwa ajili ya kuheshimu ujio wako kanisani kwetu, pamoja na kuaminiwa na Rais kukuteua kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi ndugu zako wa Iramba, Singida na taifa kwa ujumla tulifurahi. Tunaomba ufikishe salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Zawadi hizo ni hizi zifuatazo pamoja na zingine zitakazotolewa. Ni mbuzi 5, lakini pia tutakuwa na kuku 5, kuna karanga gunia 1 na mafuta ya alizeti dumu 1. Ni kidogo, ila kwa moyo mweupe kanisa linaomba upokee. Zaidi sana tutazidi kukuombea ili Mungu akulinde na kukuhifadhi katika jukumu hili kubwa ulilokabidhiwa katika nchi yetu Tanzania. Karibu tena Kiomboi Christian Center na Mungu akubariki. Naomba kuwasilisha.